Jeshi la ulinzi la Israel IDF limesema kuwa Iran imeanzisha tena mashambulizi mapya ya makombora dhidi ya Israel mchana huu. Iran inaendeleza mashambulizi huko nchini Israel na inaendeleza mashambulizi katika maeneo mbalimbali kiasi kwamba raia wamekuwa katika taabu ya kujificha, lakini pia imesababisha usumbufu wa mambo mengi ndani ya taifa hilo. Muda mfupi uliopita ving'ora vilisikika katika maeneo kadhaa ya Israel baada ya kugundulika kwa makombora yaliyorushwa kutoka Iran kuelekea katika taifa letu la Israel. Jeshi la anga la Israel kwa sasa linafanya kazi ya kukatiza na kushambulia pale inapobidi ili kuondoa tishio hilo. Ulinzi hauna nafasi tena. Kila wakati upo imara kufanya mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani, kuzidungua na kuhakikisha tunakuwa salama. Ni muhimu kuendelea kufuata maelekezo ya kamandi ya nyumbani, IDF ilisema katika taarifa yake kupitia msemaji wao. Mifumo ya ulinzi inafanya kazi kuzuia tishio hilo. Idadi ya watu inaagizwa kuendelea na maeneo ya kujihifadhi na kubaki huko hadi taarifa nyingine itakapotolewa, ilisema taarifa hiyo ya jeshi la IDF kupitia msemaji wao. Usiku wa Juni 13, Israel ilianzisha operesheni Rising Lion iliyolenga dhidi ya mpango wa nyuklia wa Iran. Jeshi la ulinzi la Israel limesema kuwa ndege 200 za kivita zilishambulia zaidi ya shabaha 100 nchini Iran, zikiwemo vituo vya nyuklia. Jioni ya Juni 13, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC likatangaza kuwa Iran inalipiza kisasi kwa kushambulia makumi ya shabaha nchini Israel kwa kutumia makombora pamoja na ndege zisizokuwa na rubani, ikiwa ni pamoja na vituo vya kijeshi na kambi za anga na kushambulia hasa wizara ya ulinzi huko Tel Aviv. Iran imesema kwamba imeshambulia karibia shabaha 150 licha ya Israel kusema kwamba katika mashambulizi yote yaliyofanywa na Israel idadi ndogo ya watu wameuawa, ambapo mpaka sasa taarifa zilizopo ni watu 4 tu, lakini makumi ya watu wamejeruhiwa vibaya kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Iran. Israel imesema baadhi ya shabaha zilipigwa lakini makombora mengi yalinaswa. Hata hivyo, baadhi ya maeneo yanaonyesha namna ambavyo Israel imeshambuliwa, hasa baadhi ya maeneo ya mijini ambapo baadhi ya maghorofa yamedondoshwa na kuwa magofu. Idara ya dharura inaendelea na uokoaji huku baadhi ya askari wakiendelea kuokoa baadhi ya watu waliofunikwa katika vifusi kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, tutaendelea kukujuza mambo mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu, hususan wakati huu wa mashambulizi ambayo yanaendelea kati ya Iran pamoja na Israel. Endelea kuwa nasi, usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.